Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News. Hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kwa kuandika namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunaendelea mapigano makali kati ya makundi ya waasi na jeshi la serikali ya DRC inayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Karibu tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya tahadhari baada ya mapigano makali kuripotiwa katika maeneo ya Kale na Walungu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na sekta ya Operation Sokola ya pili ya Kivu Kusini mwa jeshi la FARDC, limesema limeweza kudumisha na kuimarisha nafasi zake katika maeneo kadhaa kufuatia mapigano yaliyotokea Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Katika eneo la Kale, mapigano yaliripotiwa hasa katika shifiria ya Buavu, ambako FARDC ilikabiliana muungano unaotajwa kuwa ni jeshi la RDF FC23. Jeshi limesema mapigano yalikuwa makali, lakini baada ya mapambano hayo FARDC imeendelea kushikilia nafasi zake katika maeneo ya Lumbishi na Chambombo. Hii ni taarifa muhimu kwa sababu maeneo hayo yako katika ukanda ambao umekuwa ukishuhudia mabadiliko ya udhibiti na mapigano kati ya vikosi mbalimbali vinavyohusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano pia yameripotiwa katika eneo la Walungu. Kwa mujibu wa FARDC, vikosi vyake vilifanikiwa kuzuia na kurudisha nyuma shambulio lililofanywa katika kijiji cha Igalama kilichopo katika groupment ya Kaniola shiferia Ngweshi. Baada ya mashambulizi hayo, jeshi limesema limeimarisha nafasi zake katika eneo hilo ili kuzuia jaribio la wapiganaji au kusonga mbele. Kwa hiyo taarifa ya jeshi inaonyesha kwamba katika maeneo yote mawili, Kale na Walungu, FARDC inajaribu kuonyesha kwamba haijapoteza udhibiti wa maeneo yake kufuatia mapigano ya tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kitaalamu, katika mazingira ya vita, kauli kwamba jeshi limeimarisha nafasi zake haimaanishi kwamba mapigano yamekwisha kabisa. Mara nyingi baada ya mapigano makali, jeshi inaweza kuongeza wanajeshi, kuweka ulinzi katika maeneo muhimu na kujaribu kuzuia upande mwingine kufanya mashambulizi mapya. Kwa upande wa Kale, Lumbishi na Chambombo ni maeneo yenye umuhimu katika mwelekeo wa harakati ya kijeshi kati ya Kale na maeneo jirani ya Masisi. Ndio maana mapigano katika maeneo haya yanaweza kuwa ya tahadhari kwa usalama wa vijiji vya jirani na kwa njia zinazotumiwa na raia. Kwa Walungu, eneo la Kaniola pia lina muhimu kwa sababu ni sehemu ya ukanda unaounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Mashambulizi katika eneo hii yanaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi na kuathiri usafiri pamoja na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba taarifa hii inatokana na mawasiliano rasmi na FARDC kupitia sekta ya Operation Sokola ya pili ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa hiyo madai ya jeshi kuhusu mapigano, kurudisha nyuma mashambulizi na kudumisha nafasi zake inapaswa kufuatiliwa na taarifa huru kutoka kwa pande zingine. Kamanda wa sekta Operation Sokola pili wa kaskazini kusini mwa Kivu, Kolonel Benjamin Kisembo Isingoma amesema kuwa FARDC imedhamiria kuwalinda wananchi wa maeneo yaliyoathiriwa na kuhakikisha uadilifu wa eneo hilo la taifa unalindwa. Mapigano yanapokaribia maeneo ya wakazi, wananchi wanaweza kukumbwa na hatari ya kukimbia makazi yao, kusitisha shughuli za biashara, kilimo na usafiri. Ndio maana uimarishaji wa nafasi za kijeshi unapaswa kwenda sambamba na hatua za kulinda raia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wale ambao wanahitaji.
Kwa ujumla, taarifa ya FARDC inaonyesha kwamba baada ya mapigano ya tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026, jeshi limedai limeendelea kushikilia nafasi zake huko Lumbishi Chambombo katika eneo la Kale, huku likisema limezuia shambulio katika eneo la Igalama huko Walungu. Lakini hali ya usalama bado inaweza kubadilika kwa haraka kutokana na mwelekeo wa mapigano katika eneo la Kivu Kusini au katika eneo mbalimbali za Kivu Kusini. Kwa sasa kinachofuatiliwa zaidi ni kama kutakuwa na mashambulizi mengine katika maeneo haya, kama upande wote utabadilisha nafasi zake, na zaidi ya yote hatari ambayo hali hii itaendelea kuwa nazo kwa wananchi wanaoishi katika eneo la Kale na Walungu. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kutoka huko Walungu na Kale. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali wasiwasi imeibuka tena katika mji wa Baraka, eneo la Fizi, mkoani Kivu Kusini, baada ya viongozi wa jamii na wakilishi wa wafanyabiashara kukamatwa na wanajeshi wa FARDC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya uratibu ya Societe Civile Force Vive ya Baraka, watu 6 wakiwemo viongozi wa mashirika ya kiraia na wahusika wa shughuli za kiuchumi walikamatwa siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026, yani siku ya jana, katika eneo la Katanga ndani ya eneo la Fizi. Miongoni mwa waliokamatwa ni Albert Etunda Maisha ambaye ni rais wa Societe Civile ya eneo hilo, pamoja na Mukindula Ali anayejulikana pia kama Lebon, makamu wa rais wa FEC mjini Baraka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mtendaji wa Societe Civile Force Vive Like Lokendo Tenchi, ujumbe huo ulikuwa umeelekea kwa makamanda wa wanajeshi wa eneo hilo kwa ajili ya mazungumzo kuhusu hali ya usalama na uwepo wa kizuizi cha ukaguzi katika eneo la Katanga. Lakini taarifa hiyo inasema kwamba karibu saa 3 asubuhi yani never ujumbe huo ulikatizwa na wanajeshi wa FARDC kabla haujafika kwa kamanda. Wajumbe hao walikuwa wakitaka kujadili kile wanachokitaja kuwa ni usumbufu wa kifedha na ukusanyaji wa fedha usio halali katika kizuizi hicho. Kwa mujibu wa madai ya Societe Civile, waendesha pikipiki walikuwa wakitozwa kiasi cha faranga za Kongo 5000 francs kwa kila pikipiki, chini ya kile kinachoelezwa kuwa ni operation ya bouclage, yani operation ya ukaguzi na usalama. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba madai haya yametolewa na Societe Civile ya Baraka. Taarifa tulionayo hapa haijaonyesha maelezo rasmi ya FARDC kuhusu sababu za kuwakamata viongozi au. Tukio hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu linahusisha makundi mawili ambayo kwa kawaida yanapaswa kushirikiana katika kipindi cha changamoto za kiusalama. Kwa upande mmoja, jeshi linalohakikisha usalama, na kwa upande mwingine viongozi wa kiraia wanaowakilisha maslahi ya wananchi na wafanyabiashara. Societe Civile ina jukumu la kuwakilisha malalamiko ya wananchi kwa mamlaka. Wafanyabiashara nao wanahitaji mazingira salama na yenye utaratibu ili kuendesha shughuli zao. Kwa hiyo pale viongozi wa makundi hayo wanapokamatwa wakati wa kwenda kuzungumza na mamlaka ya kijeshi, tukio hilo linaweza kuongeza hali ya sintofahamu na kuvuruga uhusiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Mojawapo ya masuala muhimu katika tukio hili ni swala zito la ukaguzi la ukusanyaji wa kifedha. Katika maeneo yenye migogoro kama Fizi, vituo vya ukaguzi vinaweza kuwa na umuhimu wa kiusalama. Wanajeshi wanaweza kuvitumia kudhibiti mienendo ya watu, bidhaa au silaha na kuhakikisha usalama wa barabara. Lakini changamoto kutokea pale ambako wananchi wanadai kwamba vituo hivyo vinatumika pia kukusanya fedha ambazo hazieleweki kisheria. Kwa waendesha pikipiki na wafanyabiashara wadogo, malipo ya mara kwa mara katika vizuizi vya barabarani yanaweza kuongeza gharama za usafiri na biashara. Kwa upande mwingine, mamlaka za kijeshi zinaweza kuwa sababu za kiusalama ambazo wananchi hawazijui. Ndio maana mawasiliano ya wazi kati ya jeshi, viongozi wa kijamii na wafanyabiashara ni muhimu ili kuzuia malalamiko madogo yasigeuke kuwa mgogoro mkubwa. Kukamatwa kwa viongozi kunaweza kuleta hatari gani?
Kwanza, kunaweza kuongeza hofu miongoni mwa wananchi wa Baraka na Fizi. Pili, kunaweza kusababisha viongozi wa jamii na wafanyabiashara kuona kwamba njia mazungumzo na malalamiko hazifanyi kazi. Tatu, kama malalamiko kuhusu ukusanyaji wa fedha yatachunguzwa kwa uwazi, yanaweza kuendelea kuleta mvutano kati ya wananchi na wanajeshi wanaowekwa kulinda maeneo hayo. Lakini pia ni muhimu kuepuka hitimisho la haraka kwamba kukamatwa kwa watu au kuna maanisha tayari wamehukumiwa au kwamba madai yote dhidi ya wanajeshi wa FARDC imethibitishwa. Haimaanishi hivyo. Kukamatwa si sawa na kuthibitishwa kwa kosa. Uchunguzi wa malalamiko na maelezo ya pande zote ndiyo unaweza kutoa picha kamili. Societe Civile Force Vive ya Baraka imeeleza kukamatwa huko kuwa ni kinyume cha sheria na kiolela, na imetoa wito kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa watu wote waliokamatwa. Kwa sasa jambo muhimu ni mamlaka kutoa ufafanuzi kuhusu sababu halisi za kukamatwa kwao, hali yao ilivyo na iwapo kuna mstaka rasmi dhidi yao. Kwa jumla, tukio la Katanga linaonyesha tena changamoto zinazokabili maeneo yenye hali tete ya usalama katika eneo la Kivu Kusini. Jinsi ya kusawazisha mahitaji ya usalama na haki za wananchi pamoja na shughuli za kiuchumi. FARDC ina wajibu wa kuhakikisha usalama na kulinda eneo la taifa, lakini pia wananchi wanahitaji utaratibu wa wazi wa kuwasilisha malalamiko yao bila hofu. Kwa upande mwingine, viongozi wa jamii na wafanyabiashara wanapaswa kutumia njia za kisheria na mazungumzo katika kushughulikia malalamiko. Kwa hiyo macho sasa yanaelekezwa kwa mamlaka za kijeshi na kiraia na za Fizi kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu sababu za kukamatwa kwa viongozi au sita, madai ya malipo ya faranga 5,000 kwa waendesha pikipiki na hatua zitakazochukuliwa baada ya tukio hili. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka huko Baraka. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kuunga moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua kinachoendelea nje ya nchi. Karibu. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Washington. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti zinazodai hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati katika operesheni zinazohusiana na vita dhidi ya Iran. Lakini hata hivyo, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wanaitaka Wizara ya Ulinzi kutoa maelezo kuhusu upungufu wa vifaa, changamoto za usafi na matatizo ya afya ya akili yanaowakabili waliomo kwenye meli hiyo. Taarifa zaidi na Lili na Mtono. Jeshi la Marekani limesema ripoti zinazoeleza hali mbaya ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln hazitoi picha sahihi ya maisha ya waliomo ndani ya chombo hicho kilichopo baharini kwa muda mrefu. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wahudumu wa meli hiyo bado wana ari na uthabiti baada ya kukaa baharini kwa zaidi ya siku 260. Kwa mujibu wa CENTCOM, 84.4% ya wahudumu wa meli hiyo wameamua kuendelea na utumishi wa kijeshi licha ya mikataba yao kumalizika, huku ikikanusha taarifa kwamba mwanajeshi mmoja alifariki ndani ya meli hiyo. Imesema mwanajeshi alianguka baharini tarehe 3 Agosti aliokolewa mara moja. Lakini licha ya ufafanuzi huo, ripoti kadhaa za vyombo vya habari nchini Marekani zimesema wahudumu wa meli hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa vifaa vya usafi, matatizo ya vyoo, ukosefu wa maji na wasiwasi kuhusu usalama kwenye sehemu za wazi za meli hiyo. Wabunge wa chama cha Democrat wameelezea wasiwasi wao kuhusu muda mrefu wa operesheni hiyo pamoja na taarifa hizo za matatizo ya maji, mifumo ya mabomba na usambazaji wa mahitaji muhimu ndani ya meli hiyo, kama vile Mike Levin wa jimbo la California alivyoliambia shirika la habari la Reuters. Nataka kuweka wazi kwamba sitegemei meli ya kubeba ndege za kivita iwe ya maisha ya anasa. Wanajeshi wetu wa majini wanajitolea kufanya kazi ngumu, lakini pia tunatarajia wanapata huduma za msingi. Ikiwa rais ana fedha za kutosha za kupamba kila kitu na kujijengea ukumbi mkubwa wa sherehe, lakini hakuna fedha za kutengeneza mifumo ya mabomba au kuhakikisha kwamba wana maji wetu wana chakula cha kutosha, hii yaingia akilini.
Seneta Richard Blumenthal wa jimbo la Connecticut ameitaka serikali kuelezea namna inavyowasaidia wahudumu hao, hasa kwa kuwa meli hiyo imekuwa baharini kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa awali, huku Seneta Ruben Gallego aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini akisema anataka ujumbe wa wabunge wa pande zote mbili uitembelee meli hiyo ili kuchunguza hali halisi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga madai hayo, akisisitiza kwamba hali ndani ya meli hiyo imepotoshwa. Amesema kila mwanajeshi anapata kile wanachoweza kuwapatia kila wakati. Wakati huo huo, vyombo kadha vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa USS Abraham Lincoln huenda ikaondolewa katika eneo hilo na nafasi yake kuchukuliwa na USS George Washington ambayo imeondoka Vietnam na kuonekana ikielekea upande wa bahari ya Hindi. Hata hivyo, Pentagon na CENTCOM hazijathibitisha muda wa mabadiliko hayo, zikisema maelezo ya operesheni za kijeshi hayawezi kuwekwa wazi kwa sababu za kiusalama. Na asante sana Lilian Mtono anatutoa Washington. Huko moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam, Tanzania. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma. Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea. Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani? Mauaji yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518. Waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale taratibu zingine, serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri, na kwa maana hiyo ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu. Na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mliona litokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya. Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa Mheshimiwa Rais yatasikilizwa? Tuna imani Rais atafanyia kazi kwa taratibu. Kuna kasoro gani kwa jitihada hizi zinazofanywa na Rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano. Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu, jamani tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliomba msamaha. Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno samahani. Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale. Hapana, Rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na Rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima Rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu. Lini mtarejea tena kukutana naye Rais, au kuna mipango gani ijayo? Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana ya kuwa na vikao vingi. Hicho ndio tulichofanya kilitosha. Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa, sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote takalo kuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali. Mmemwambia nini Rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji 6 kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29? Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee.
na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi. Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, amewaambia nini? Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri. Ni katibu mkuu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu mkutano kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwa upana wa mahojiano hayo tembelea chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Jina langu ni Ite George Idi Elisha, mtangazaji wako. Asante, chao.